Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumanne tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026 katika juma la kwanza la kipindi cha Kwaresima mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 hadi ya 11, na somo la Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi tunavyowasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa msikilizaji, katika somo la Injili tulilosikia hivi punde, Mwenyezi Mungu anatualika tutafakari juu ya sala. Anatufundisha namna ya kusali. Tujiulize, mimi na wewe tunasali namna gani? Tuweze kwanza kueleza nini maana ya sala. Sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na maombi na mambo mema kwa Mungu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2559. Katika sala Baba yetu, Yesu anatupatia muhtasari au namna ya kuongea na Mungu. Sala hii ina maombi 7. Kundi la kwanza la maombi matatu, yanatufundisha kuwa katika sala lazima kuamini, kutambua na kukiri ukuu wa Mungu na uweza wake, kwa yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye mwenye uweza katika kila kitu hapa duniani na mbinguni. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2803 hadi namba 2804. Katika kundi la pili katika sala Baba yetu, inagusa mahitaji yetu ya sasa, yaani maisha yetu kama yalivyo, kwa ajili ya kulishwa na kuponywa na dhambi. Pia mapambano yetu kwa ajili ya ushindi wa uzima, ndiyo mapambano yenyewe ya sala. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2805. Mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Teresia wa Avila anatufundisha kuwa sala ni mashirikishano au mazungumzano ya ndani kati ya marafiki, akimaanisha kuwa kuchukua muda wa mara kwa mara kuwa peke yako na yule unayemwamini na kujua anatupenda sisi. Ndugu zangu katika Kristo, hii ndiyo hubeba tabia au sifa ya sala ambazo Kristo mwenyewe siku ya leo anatufundisha kama ifuatavyo. Mosi, sala huanza ndani ya mtu. Kristo anasema, bali wewe usalipo uingie katika chumba chako cha ndani. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 6. Tunaalikwa kuingia ndani ya dhamiri zetu, nafsi zetu, mitima yetu, mioyo yetu na kuangalia tumebeba nini. Je, ni ulafi, ni ulevi, ni uasherati, ni ufisadi, ni rushwa, ni wivu, masengenyo, uvivu, uchoyo na ubinafsi na mambo mengine kama hayo? Kristo anatualika sote akisema,
njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 28. Mimi na wewe tujiulize, tumebeba nini na tunapeleka mahangaiko yetu wapi? Pili, sala ni kuwa peke yako na kujitenga. Yesu anasema, na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele ya Baba yako aonaye sirini, Baba yako aonaye sirini atakujazi. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 6 hadi ya 7. Yaani kuweka mazingira mazuri ya sala, kwa ajili ya kusikiliza Mungu anatuambia nini, kutenga mambo yote ambayo yanatufanya tusimsikilize Mungu, yaani kuwa katika ukimya. Kardinali Robert Sarah katika kitabu chake juu ya nguvu ya ukimya dhidi ya udikteta wa kelele anatufundisha kuwa ukimya ni kuongea na Mungu rohoni mwetu. Ukimya ni vita ya kiroho dhidi ya vurugu na kelele ya nje. Anahimiza akisema, ukimya sio kutokuwepo kwa makelele ya nje, bali ni msingi wa hiari na uwazi wa kufungua roho yako katika mawasiliano na Mungu. Tuwe tayari kujitenga mara kwa mara na kutenga muda wetu kumsikiliza Mungu anatuambia nini. Tatu, sala ni mashirikishano au mazungumzano. Ni mazungumzano kati ya marafiki wawili, Mungu na mwanadamu. Nafsi ya Mungu inaongea nafsi ya mwanadamu na nafsi ya mwanadamu inaongea na Mwenyezi Mungu. Ni katika mazungumzano kuna kusikilizana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa Kwaresima juu ya kusikilizana na kufunga anatualika kusikiliza Mungu anatuambia nini, kwamba ni uhiari wa kusikiliza, ni njia ya kwanza ya kuonesha hamu yetu kuingia katika mahusiano na mtu, akitoa mfano juu ya baba yetu Musa katika kichaka kinachoungua. Alikuwa tayari kusikiliza Mungu anamwelekeza nini, anamtuma kwenda kuokoa au taifa la Israeli. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 7. Kila siku Mungu anatuita ili kushirikisha kila siku Mungu anatuita ili kutushirikisha moyo wake, lakini sisi mioyo yetu muda mwingi inasongwa na malimwengu. Mpendwa msikilizaji, tunaalikwa sote maisha yetu tuwe tayari kumsikiliza Mungu anatuambia nini, ili aweze kuandika mambo mema mioyoni mwetu na kutendea makuu. 4, sala ni kuwa na imani ya kuomba Mungu ambaye tunamwamini. Ndugu zangu, katika sala tunakuja kuomba na kusali kwa yule tunayemwamini. Hatuendi kubeti, hatuendi kucheza kamari, bali tunakwenda kusali kwa imani. Tunaenda kumwomba tukijua kwamba yeye ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye uweza, anakuja kutujibu katika wakati na muda ambao anataka yeye. 5, sala ni toba. Ndugu zangu, tupo katika kipindi cha Kwaresima, tunaalikwa kufanya toba. Maaskofu wetu katika ujumbe wao wa Kwaresima katika kauli mbiu inayosema, ndugu, msichoke kutenda mema. Toba pia ni tendo jema la kusali na kujipatanisha na Mungu na jirani. Ni kurudi katika njia njema na kuanza kumtukuza Mungu. Tuijongee sakramenti ya kitubio, tuwaombee na kuwasamehe wabaya wetu wanaotuudhi, ili neema ya Mungu ifungue mioyo na katika maisha yetu. Ndugu zangu, Mungu ndiye mwenye thamani kubwa kuliko kitu chochote. Akipewa nafasi ya pekee katika maisha yetu kwa kusali kadri ya mawazo na moyo wake, sisi sote tutajibiwa kwa wakati. Hivyo basi tusali, kwa kuwa tunatambua jambo hili ni la kimungu, na hivyo sisi wenyewe hatuwezi kulitekeleza kwa nguvu zetu. Tunahitaji neema ya Mungu ili itubadilishe na kutufanya kuwa watu wema, na hivyo kuakisi sura ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwema na mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Tafakari hii imetolewa kwenu na mimi Frateri Beatus Kato kutoka Jimbo Katoliki la Kayanga,
nayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume iliyoko Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.